akaniambia lazima urudi kwenu. Babangu alikuwa amefariki. Akaniambia Angel ni yatima. Apologize. Kama umekosa, hata kama ninajua ukweli kwamba hakuna chochote kinachoendelea na huyo kaka, lakini wewe muombe tu baba fulani msamaha. Akanichoma moto, nikawaka, nikaungua, akameza akanizima mchanga na jirani zake. Tukiwa bado mwezi Machi, mwezi ambao hutoa fursa kwa wanawake ulimwenguni kuonesha na kutambua nafasi zao kwenye jamii. Kuna historia nyingi tumezisikia zenye kufurahisha na kusikitisha pia. Na leo tunamwangazia mwanamama huyu Angela Benedicto, Malkia wa Nguvu, anayeshikilia taji la Malkia wa Nguvu mwaka 2024 kwa kanda ya Ziwa katika kipengele cha afya na ustawi wa jamii, ambaye ndiye mkurugenzi wa shirika la Wote Sawa lililopo Mwanza, mmiliki wa nyumba salama kwenye mkoa huu wa Mwanza, Kigoma pamoja na Kagera, wilaya ya Ngara, zinazowahifadhi watoto wakiwemo wafanyakazi wa nyumbani wahanga waliofanyiwa ukatili. Historia ya mama huyu huenda ikawa sio yenye kufurahisha. Kila anapoisikia humkumbusha machungu aliyowahi kuyapitia akiwa mfanyakazi wa ndani. Hii ni baada ya kuhitimu elimu yake ya kidato cha 4 na kupata ufaulu usioridhisha akiwa wilaya Ukerewe mkoani Mwanza. Mwaka 2008 safari ya Angela kutetea wafanyakazi wa nyumbani ndipo ilipoanzia. Ni mara baada ya kuja Mwanza akitokea wilaya Ukerewe kutafuta kazi za majumbani ili aisaidie familia yake, wakati huo akilelewa na shangazi yake. Lakini safari yake hii ilikabiliwa na milima na mabonde mengi ambayo muda mwingine yalimkatisha tamaa, na tukio ambalo hatoweza kulisahau ni pale bosi wake alipomsingizia kuwa ameingiza mwanaume ndani, sababu iliyopelekea kumwachisha kazi na kumfukuza nyumbani. Nimetokea familia kawaida sana kijijini, familia ya wakulima na wavuvi, na mama yangu alipewa mimba, kwa hiyo hakuwahi kukaa na baba, kwa hiyo sikuwahi kupata malezi ya pamoja baba na mama. Kwa hiyo mimi nimelelewa na shangazi huko Ukerewe. Sijalelewa na baba na mama. Nimemaliza kidato cha 4 mwaka 2006. Mwaka 2007 ndo nilianza hizi purukushani za kutafuta, na nadhani kama si 2007 mwishoni 2008 nilikuja mjini. Anti yangu ambaye alikuwa amenilea alifariki 2006 baada ya kuwa nimemaliza kidato cha 4. Kwa hiyo kwa kipindi hicho ilibidi nirudi kwa na mamangu alikuwa ameshafariki. Mamangu alifariki 2002. Kwa hiyo nilikuwa nimebakiza baba tu. Kwa hiyo nilikuwa kwa baba. Baada ya kuwa anti amefariki niliweza kurudi nyumbani kwa baba huko Ukerewe. Kabla sijawa mkurugenzi wa shirika hili la Wote Sawa, mimi nimewahi kuwa mfanyakazi wa nyumbani, ambapo nimefanya kazi kwa takriban miaka 4-5. Na nikiwa kama mfanyakazi wa nyumbani, changamoto mbalimbali nilizipitia. Naweza kusema kuna mazuri ambayo niliyapata, lakini pia kuna changamoto ambazo nilizipata kama mfanyakazi wa nyumbani. Nakumbuka mojawapo ni lazima ukiwa kama mfanyakazi wa nyumbani kwenda kulala umechelewa na kuwahi kuamka ni kitu cha kawaida sana. Na lakini pia muda mwingine hata ile shukrani, yani unafanya kazi, yani wewe mwenyewe unajiona kweli umefanya kazi, yani umechoka kuanzia asubuhi mpaka jioni, lakini hata ile kupata asante au hongera inakuwa ni changamoto kubwa. Kwa hiyo hata ile siku ukiambiwa Daenje hongera sana au pole na kazi, yani unajisikia furaha sana, lakini ilikuwa ni kwa nadra sana kuweza kupewa kwamba hongera na kazi au pole na kazi. Lakini pia muda mwingine jamii inakuchukuliaje inayokuzunguka, kwa sababu tu Okay. Moja, ukiangalia niliyopita na mpaka kufika hapa. Kwa hiyo kwa muda mwingine unajikuta kama yani ukipiga picha ya nyuma na nikiona leo nilipo, nikiona kupitia mimi pamoja na changamoto nilizozipitia, lakini kupitia leo shirika hili limeweza kufanya mambo mangapi. Nikiona wahanga au wanufaika waliopita mikononi mwangu
nikiangalia labda nimeweza kutoa ajira ngapi kwa watu ambao tayari nafanya nao kazi, nikiangalia recognitions mbalimbali ambazo nimezipata. Kwa muda mwingine najikuta nakuwa emotional kwamba kwa kile ambacho nilikipitia, lakini muda mwingine machozi yangu muda mwingine sio machozi ya huzuni zaidi. Muda mwingine nakuwa ni machozi ya furaha kwamba yawezekana kile nilichokipitia ndo kimenifanya niwe hivi leo, kwamba yawezekana nisingepita kile nisingekuwa hapa nilipo leo. Kwa hiyo muda mwingine ni machozi ya furaha, na muda mwingine kama binadamu unashindwa control emotional, lakini mwisho wa siku nasema nashukuru Mungu kwa hapa nilipofika na hiki ninachokifanya leo, kwa sababu kupitia shirika hili, kupitia experience yangu imeweza kuleta mabadiliko makubwa, imeweza kuleta tabasamu kwa wasichana ambao tayari walikuwa wameshapoteza tabasamu, imeweza kuleta ajira kwa watu wengine. Kwa hiyo I'm grateful kwa hichi ambacho ninakifanya leo. Katika maisha yangu ya kuwa mfanyakazi wa nyumbani nimefanya kazi katika familia 2, na tukio ambalo ninalikumbuka ambalo kiukweli kila nikifikiria naona kama siwezi kulisahau katika maisha yangu ni pale ambapo nilisingiziwa kwamba ninaleta wanaume ndani kwa bosi wangu. Kwa hiyo hilo ni tukio ambalo kiukweli sitaweza kulisahau. Hiyo moment ilikuwaje? Baba amekuja, amekuta mimi niko na yule kijana, mimi naendelea na shughuli zangu nafua, na yule kijana amejilaza hapo kwenye nyasi. Yule kijana alivyoona baba amekuja, wakaingia ndani kwa sababu yani walikuwa ni neighbor, yani walikuwa na mahusiano tu mazuri. Kwa hiyo akaingia ndani. Mimi niko nje naendelea na shughuli zangu, niko na watoto na shughuli zingine. Yule baba mimi sijui hiyo siku alikuwa na mudi gani. Amefika, binti njoo, nikaenda. Mwambie fulani atoke humo ndani. Sebuleni walikuwa naye. Nikamwambia sana mwambiaje, yani ile kwanza ile sijui ni aibu, sijui ni nini, yani naendaje nimwambie toka humo ndani. Kwa mimi sikufanya hivyo, nikamwambia naanzaje, naomba umwambie wewe. Mimi nakwambia umtoe humo kijana afu unanibishia. Yaani kabaki sasa niko stranded kwa sababu tayari mimi nimewakuta na mahusiano hayo. Wako na ujirani huo. Alafu leo naendaje kumwambia kwamba toka humo ndani. Kwa hiyo nikabaki kuwa stranded. Mimi nikaondoka zangu, nikaenda kuendelea na shughuli zangu. Ndio nasema huyo baba sijui alikuwa na mudi gani, lakini pia mtajua mtajiongeza alikuwa ana shida gani. Mwisho wa siku akampigia mke wake. Akasema namwambia huyu binti amfukuze fulani humo ndani, alafu yeye anakataa. Sasa mke wake naye alikuwa surprised, yani alishangaa kwamba hau. Kaambia sasa mbona huyo kijana kila siku yuko hapa na niko pale naendelea na shughuli zangu, nasikia yani majibu yanayotoka. Kwa hiyo nilichokisikia jibu la huyu baba ni kwamba kumbe naona mtetea huyu binti. Unaona? Baada ya hapo hakumwambia yule kijana na yeye akawa ameondoka. Kwa hiyo mimi nikajua ni kitu kimeisha. Baada ya muda alivyorudi nikaona amekuwa serious, ameleta hadi ndugu mwingine kwamba huyu binti nimemwambia mtoe huyu kijana ndani amekataa. Kwa hiyo wana mahusiano naye. Kwa hiyo kwa sababu walikuwa sijua wanaume kwa wanaume, yule kijana yule ndugu naye kama akawa pamoja na yule baba. Ambavyo hata kwenye majirani tu, yani hata leo ningewaruhusu nendeni mkahoji pale. Hakuna mtu atawathibitisha kwamba Angel alikuwa na mahusiano na yule kijana. Hakuna. Kwa sababu yani yule kijana ni mazoea yake, yani yako hivyo. Na ndio maana mpaka dakika za mwisho mke wake alikataa kwamba sema kingine kwa Angel. Mwisho wa siku yule mama akanipigia, Angel, hebu niambie una shida gani na baba fulani? Nikamwambia mimi sina shida yoyote. Though pamoja kwamba yenyewe nini ambacho kilikuwa kinaendelea, lakini I didn't want ku expose kwamba ni nini ambacho kinaendelea. Nikamwambia mimi sijui. Imekuwaje aseme leo wewe una mahusiano na fulani? Nikamwambia mimi sijui. Akaniambia nakumbuka yule mama. Akaniambia unajua Angel ni yatima, kwa sababu at that point pia babangu alikuwa amefariki. Akaniambia Angel ni yatima. Apologize. Hata kama ninajua ukweli kwamba hakuna chochote kinachoendelea na huyo kaka, lakini wewe muombe tu baba fulani msamaha. Nikasema sawa. Kwa sababu sasa yule baba akawa anasema mimi nitakufukuza. Sitaki kuishi na wewe kwa sababu unaleta wanaume ndani. Kwa hiyo nikaenda kumwomba msamaha, nikamwambia naomba unisamehe. Akaniambia lazima urudi kwenu. Lazima urudi kwenu. Kwa sababu unaleta wanaume ndani. Yule mke wake alikataa, akasema hapana, Angel hawezi kutoka hapo. Tunamjua ambavyo tumekaa naye.
ambavyo amelea watoto wetu vizuri, kwa hiyo hawezi kutoka hapo. Si hapa. Ndio mwisho wako kufanya kazi pale au uliendelea au kaweje? Yes, kwa mwisho wa siku wali insist nitoke pale. Baba alisema atoke. Kwa hiyo ndo nikawa sasa nimepata nafasi ya kujoin programs za Kivulini ambazo zilikuwa ni uwezeshwaji wa wadada. Kila mkionana, yani labda mlionana 10, mkionana tena next month unakuta labda mko 7, amekuja mwingine mpya. Ukiuliza ni nini, utakutana aidha ndo kama hivyo kusingiziwa. Sikatai kwamba kuna wasichana wengine ambao wana tabia hizo za kuleta labda vijana kwenye familia za mabosi, lakini kwa asilimia kubwa kuna wengine ambao wanasingiziwa ambao sio kweli. Lakini ukiacha kusingiziwa hivyo, ni kwa nini umesingiziwa? Aidha muda mwingine umemkataa kijana wa pale nyumbani, au muda mwingine hata bosi. Matokeo yake sasa unaamua kupewa hizo kesi ambazo hata muda mwingine sio uhalisia. Lakini nachoweza kusema ni kwamba katika wale wasichana ambao kila tulikuwa tukionana, unakuta kama hajaombwa, kama bosi hajamtaka, bosi wa kiume, basi ni mtoto wa kiume mkubwa kwenye ile familia au wageni wanaotembelea ile familia. Kwa hiyo matokeo yake unajikuta aidha umkubalie uendelee na kazi au uache kumkubalia ili kazi iharibike. Nakumbuka kila mara nilivyokuwa nakutana hizo changamoto, nikawa naenda kumwambia mkurugenzi wa Kivulini. Nikamwambia kila tukiongea na wasichana wenzangu, hizi ndo changamoto ambazo zinawapata. Mojawapo hizo ndo hivyo kubakwa. Mojawapo ndo hiyo kusingiziwa tu vitu ambavyo hata hujavifanya. Muda mwingine kutolipwa vizuri mshahara. Muda mwingine kukatwa mshahara kwa sababu tu umevunja kitu fulani au umeharibu kitu fulani. Lakini matusi, manyanyaso kwa sababu tu wewe ni dada wa kazi, mpaka inafika tu hata uitwe jina lako, naitwa huyo beki 3. Kama kuna familia watu wote wanakuangalia wewe ndio, yani unafanya kazi kama mtumwa, hakuna kupumzika, na mwisho wa siku kama nilivyosema hakuna hata ile shukrani. Kwa hiyo nikawa namueleza yule mkurugenzi, anambia mbona na wasichana wengi wanapitia hivi, tunafanyaje? Siku moja nikamwambia mimi nataka kuwa mtetezi, nataka kuwasemea, nataka nifike hatua mimi niseme haya ambayo wafanyakazi wa nyumbani wanayapata. Kwa hiyo yule mkurugenzi akawa anajua hilo na akawa ananipa moyo kwamba inawezekana. Lakini sasa siku ambayo nimepata changamoto, nilienda pale nikawa sina confidence tena. Baada ya kuwa nimepata hizo changamoto, na ninakumbuka hadi nilivyotolewa kwenye ile familia, hadi yule mkurugenzi alienda kuambiwa. Kwa hiyo siku anakuja kuniuliza tena, sikuwa tena na confidence ya kusema bado nataka tena kuendelea kusaidia wafanyakazi wa nyumbani. Nilichomwambia, nikamwambia mimi nataka kurudi nyumbani. Akaniambia sasa kila mara umekuwa ukiniambia unataka kusemea wafanyakazi wa nyumbani, sasa ukirudi nyumbani utawasemeaje? Nikamwambia mimi nataka tu nirudi nyumbani nikaendelee na shughuli zingine. Akaniambia hapana. Nikamwambia lakini sitaki tena kuwa mfanyakazi wa nyumbani. Kwa hiyo scenario niliyoipata sikutaka kabisa kwenda tena kwenye sehemu ya mtu mwingine anipe jukumu la kwamba kaa hapo utakuwa unanisaidia kazi hizo, utakuwa unaniangalizia watoto wangu. Akaniambia sasa, nakumbuka akaniambia tuko tayari kukusaidia. Mwaka 2012 rasmi tukajisajili kama shirika la kutetea wafanyakazi wa nyumbani, na kwa kipindi hicho tulikuwa tunadili sana na watoto kwa sababu ambao wako chini ya miaka 18 kwa sababu walikuwa ni wengi, lakini kadri tulivyoenda tukaendelea pia kuangalia hata wale ambao ni watu wazima lakini wanafanya kazi za nyumbani. Kwa hiyo tulivyoanza kiukweli hatukuanza kwa ukubwa, tulianza kwa kidogo sana. Nakumbuka nilikuwa ni mimi pamoja na dada mmoja ambaye alikuwa ni mwanasheria, na yeye pia naweza kusema na yeye alinisukuma kwa namna moja au nyingine kusomea sheria. Kwa hiyo nakumbuka hatukuanza kwa urahisi sana. Hivyo yani tumeanza hivyo mdogo mdogo mpaka kufika hapa leo nilipofika. Malkia huyu wa nguvu anaendelea kutusimulia namna ambavyo aliamua kujiendeleza kielimu kabla ya kuanza kuwasemea wafanyakazi wa nyumbani, na hiyo ilitokana na mkasa ambao aliupitia na kupelekea kufukuzwa kazi. Sasa ilikuwa ni tofauti. Mimi sikuwa ninapewa mshahara kama mshahara kabisa. Kwa hiyo
nilikuwa napewa matumizi, lakini ambacho tulikubaliana ni kunilipia ada, kwa sababu ilibidi nilikuwa bado nina ndoto ya kurudi shule. Kwa hiyo alinilipia ada ambayo ilikuwa ni ya kulisiti masomo, ambayo naweza kusema labda hata ilikuwa labda zaidi ya milioni labda, kwa sababu mimi tulichokubaliana tu kwamba hautanipa hela mkononi, matokeo yake utanilipia ada ili niweze kulisiti, na nikaweza kulisiti. Ndio. Baada sasa kama ya miaka 2-3 kwenye kazi, alinitafutia tena dada mwingine. Kwa hiyo tukawa wawili. Kwa mimi asubuhi nafanya shughuli zangu, afu jioni naenda kwenye masomo ya kulisiti. Kwa hiyo kwa vile ambavyo mwanzoni sikuwa nimefanya vizuri, lakini nikapata nafasi nyingine kupitia kwa bosi wangu wa kike, akanisaidia, na ninamshukuru mpaka leo kwa kweli, kwa sababu yawezekana bila yeye nisingekuwepo hapa, kwa sababu pamoja na changamoto nyingine zote ambazo nilikutana nazo, bado aliweza kusimama na mimi. Na hii naweza kuiongelea pia kwa namna moja kwamba tumezoea sana kwamba mabosi wa kike mara nyingi ndo wakorofi kwa wadada, lakini mimi ilikuwa ni tofauti. Mimi bosi wangu ambaye nimekaa naye wa kike alikuwa na mchango mkubwa sana kwangu, ndo kama nilivyosema alinisaidia kulisiti. Kwa hiyo pamoja na changamoto zilizojitokeza, lakini bado alikuwa pamoja na mimi. Kwa hiyo baada ya kuwa nimefanikiwa kulisiti, nikachukua certificate ya sheria katika chuo cha uongozi na mahakama Lushoto Ija, walikuwa na branch hapa Mwanza. And then baada ya kuwa nimemaliza, nikaenda Sauti kachukua diploma sheria, then nikaenda chuo kikuu Huria, nikaenda kuchukua degree ya sheria. Nilitamani sana kuwa wakili. Nilitamani kuwa wakili kwa sababu moja, experience ambayo nilipitia. Kwa hiyo na experience niliyopitia mimi mwenyewe binafsi, lakini pia na experience ambayo nilipitia kupitia kwa wasichana wengine wenzangu waliokuwa na simulia waliokuwa wanayapata. Kwa nilitamani kuwa wakili kwamba ifike siku moja uonevu uweze kuisha. Na utaishaje? Utaisha kwa kupata watu ambao moja wana experience kama hizo, na moja wamejitoa kwa ajili ya kutetea maslahi ya wengine. Kwa lengo langu nilikuwa kwamba kama nikiwa mwanasheria then nitaenda mahakamani na nitaweza kusimamia kesi ambazo zinawahusu sana wafanyakazi wa nyumbani. Kwa hiyo kwa lengo langu uniulize chochote, yani kilichokuwa kinakuja ni kumtetea mfanyakazi wa nyumbani. Kwa hiyo ndo ikawa sababu kubwa ambayo ilinisukuma kwamba kishafahamu sheria then naweza nikaenda mahakamani kutetea. Lakini licha ya hivyo, nikifahamu sheria then nitajua ni sheria zipi ambazo zipo kwa ajili ya kuwalinda wafanyakazi wa nyumbani, lakini pia ni vitu gani au nini kwamba kwa sababu nitaelezea ni kwa nini wafanyakazi wengi wa nyumbani wanafanya kazi na unakuta ameahidiwa malipo na 50,000 na anafanya kazi. Mwisho wa siku anamwambia dada, nitakutunzia, nitakuwa ninakupatia. Anapofika hatua sasa kwamba dada na yeye anataka hela yake, anaanza anamwambia tulikubaliana 50,000, na hii ni experience ambayo tunaipata. Tulikubaliana 50,000. Baadaye anamwambia hapana, mimi kwambia nitakulipia 30,000. Na hiyo ni kwa sababu gani? Hakuna maandishi ambako walikubaliana. Ukiacha hiyo, bado anamwambia okay, mshahara wako ambao tayari nimeshakutunzia ni 500,000. Lakini kuna siku ulivunja chupa yangu ya chai. Kuna siku uliumwa nikakupeleka hospitali. Kuna siku nilikununulia nguo. Kwa mwisho wa siku dada kwa kutokujua sheria anakubaliana na hilo. Kwa hiyo anakujikuta kumbe yule mtu anatafuta tu unafuu wa kutolipa 500,000, anataka tu akulipe 50,000. Na kwa sababu ya kutojua sheria na kutojua kwamba dada kuna mtu anaweza akasimama akamtetea, binti anakubali. Kwa hiyo kwa kinyonga anapokea ile 50,000 na anaondoka. Nilichokuwa nawasaidia, moja ilikuwa nikipata kesi kwamba kuna binti fulani anafanya kazi sehemu fulani kwa muda mrefu hajalipwa mshahara wake, ninaenda natafuta mwenyekiti wa mtaa katika eneo lile, tunafika tunaomba twende kwenye mji fulani, kuna kesi tumeripotiwa. Kwa hiyo tukifika pale, wewe ni dada wa kazi? Ndio. Wewe ni mama? Ndio. Kuna hiki na hiki tumeripotiwa. Kwa hiyo zingine zikawa zinachukua majibu, yani majibu yanakuja chanya kwamba bosi anakubali anamlipa mfanyakazi wa nyumbani, then kesi inaisha. Sasa ilipokuwa inakuja pia changamoto na kwamba nilikuwa nawasaidiaje, ni pale kesi imekamilika, amelipwa mshahara, bosi hamuhitaji tena pale kwa sababu tayari kama umeripotiwa, tayari kuna kamgogoro, hawezi tena kukaa na wewe. Afu huyu binti sio wa hapa, sio wa Mwanza. Unampeleka wapi?
Hizo ni kesi kama hizo. Kwa hiyo ilibidi wengine nakuja nao nyumbani. Nakaa nao nyumbani. Dada bosi ametuambia mtaijia wiki ijayo mshahara, kwa hiyo wiki ijayo ikifika analipwa mshahara wake ndo anaweza kwenda nyumbani. Au wengine unakutana, nakumbuka mwaka 2014 nilipata kesi ngumu sana. Ni binti hivyo alisingiziwa kuiba. Alivyosingiziwa kuiba, binti akasema mimi sijaiba. Bosi akamwambia umeiba. Binti akakataa. Yule bosi alileta vijana 3. Walimbaka yule binti kwa kumuumiza sana. Yaani binti anasema usiku mzima walimbaka. Kwa hiyo binti nakumbuka asubuhi tu mwenyekiti wa mtaa ananipigia simu kwamba mitaa ya Nyakato kuna binti ambaye amebakwa usiku kucha na vijana. Kwa hiyo nikaenda mpaka kwenye ile ofisi ya mwenyekiti, kweli tukamkuta yule binti. Yule binti kwao alikuwa ametokea Bunda. Kwa hiyo na hapa Mwanza hakuwa na ndugu yoyote. Na ile binti kwa ile binti nimchukue kumpeleka hospitali, na baada ya hospitali kweli PF3 kaonesha vile. Kwa ile binti ilibidi nikae naye nyumbani kwa sababu tusingeweza kumrudisha nyumbani kwao kwa sababu bado alikuwa anahitajika kwenda mahakamani kwa ajili ya ushahidi. Kwa hiyo kama tunavyojua kesi za ubakaji na kesi kubwa zinachukua muda mrefu. Kwa hiyo nilikaa na yule binti nadhani kwa takriban hata mwaka mmoja. Na nashukuru Mungu kwamba wale vijana walihukumiwa miaka 30. Kwa kipindi kile ungemuita mfanyakazi wa nyumbani. Kuanzia mwaka 2014 mambo yamekuwa shwari na tayari amefanikiwa kuwaokoa watoto zaidi ya 1000 dhidi ya matukio ya ukatili. Nilipofika mwaka 2014 kutokana sasa na hiyo experience za kesi tulizokuwa tunazipata, then nikaweza kuomba ufadhili. Na ufadhili moja hapo ikawa ni kwamba tuweze kuanzisha nyumba salama. Badala ya kukaa na wale wahanga ambao ilikuwa ni riski pia kwangu kwa sababu nakumbuka pia kuna binti mmoja niliwahi kukaa naye aliugua usiku. Kumbe ile binti alikuwa mjamzito, mimi nilikuwa sijui. Kwa hiyo aliugua na ilikuwa ni usiku, kwa hiyo ilinichukua muda, yani ilikuwa ni wakati mgumu sana kuweza kumhudumia kumpeleka hospitali. Kwa hiyo kwa hayo uzoefu huo ikafikia hatua kwamba nahitaji kupata ufadhili ili tuweze kuanzisha nyumba salama. Kwa hiyo mwaka 2014 tukawa tumeanzisha nyumba salama. Tukawa tumeajiri watu kama matron, wapishi, walinzi. Tukawa tumeomba vibali vyote kutoka kwa serikali na tukaanzisha hiyo nyumba salama. Kwa hiyo tulikuwa tukipata sasa changamoto kama hizo, kesi mbalimbali zikiripotiwa, basi tunawaleta katika ile nyumba salama. Kwa hiyo kuanzia 2014 mpaka 2024 kwa miaka 10 sasa. Ndani ya hiyo miaka tukawa tumeweza kuongeza pia vituo viwili. Kwa hiyo hapa Mwanza tukawa tuna hiyo nyumba salama, lakini Kigoma wilaya ya Kasulu tukawa tuna nyumba salama ya pili, lakini Kagera ambayo ni Ngara tukawa pia tuna nyumba salama ya 3. Na kwa hiyo miaka 10 sasa takriban watoto au wahanga ambao walipita katika vituo vyetu ni takriban 1588. Hao wameweza kupita moja kwa moja kwenye mikono yetu wakiwa wana kesi mbalimbali. Wengine kama nilivyosema wana kesi za ubakaji, wamebakwa, wengine wakiwa wamezulumiwa mishahara, wengine wamepigwa, wengine wamechomwa moto, na wengine wakiwa ni wahanga wa usafirishaji haramu, na wengine wakiwa ni watoto wadogo ambao kama mtaona mtu ameajiri mtoto wa miaka 10, 12 kama mfanyakazi wa nyumbani. Kwa hiyo wanapopita katika nyumba salama tuna mafunzo mbalimbali ambayo tunawapa. Kwanza kama ambavyo mmeona, mnaweza mkaona ni miaka mingi sana imepita kwenye matukio yangu binafsi, lakini bado kila nikielezea bado sijapona. Naweza nikasema bado sijapona. Kwa hiyo kupona it's a process. Inahitaji muda kupona, kwa zile ambazo kwa yale ambayo tumeyapitia. Kwa hiyo hata tunapowaokoa hawa wasichana au wahanga wanapokuja kwenye vituo vyetu, moja ni kuhakikisha kwamba angalau kwa muda ule aweze kupona. Ingawa kama nilivyosema kwamba kupona sio rahisi kiasi kile, lakini angalau kwa wakati ule ambao ni muda mfupi ule, tunapomtoa kwenye lile tukio, kwenye ile nyumba, tunapomleta hapa tunamwambia hapa ni salama. Kwa hiyo kama ni kulia lia, kama ni kucheza cheza, yani just tu kumfanya kwamba ajione kwamba yuko sehemu salama. Kwa hiyo kwanza tunashughulika na saikolojia, kwamba angalau kumpa msaada wa kisaikolojia kwamba it's okay, hiki kilichokupata kimekupata na kimeshatupata wengi. Kwa hiyo kwa mfano hata mara nyingi ninapokuwa na nafasi naongea nao. Nakumbuka kuna wasichana ambao au wahanga ambao wamepita hapa, unakuta anakuelezea
scenario ile ile ambayo labda na mimi nilipitia. Kwa hiyo mtu kama yule unamkumbatia, unamwambia litapita. Hata mimi nilikuwa hivi, lakini nimeweza kupita na mpaka sasa hivi niko hapa na ni mkurugenzi wa shirika hili. Kwa hiyo hata wewe ulichokipitia ni sehemu tu ya kitabu, ya kurasa wa kitabu tu, lakini utapona. Kwa hiyo hilo ni moja hapa. Lakini cha pili, unakuta yuko hapa lakini kesi yake ni ya jinai au ni madai. Kwa hiyo kunahitajika kwenda polisi, hata tuna RB namba tayari tunayo, kwa hata hitajika kuendelea kwenda polisi kutoa maelezo, lakini licha ya hapo kesi mpaka inafika mahakamani. Kwa inapofika mahakamani lazima hilo ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tunamfanya awe salama na aone kwamba anaweza akaongea kile kilichotokea, na akienda mahakamani asiwe na uoga wowote wa kuelezea kile ambacho kimejitokeza. Kwa hiyo inakuwa ni upande wa pili kwamba aweze kupata msaada wake wa kisheria, kwa sababu kama tusipomleta kwenye nyumba salama akaenda nyumbani, sio rahisi kumtoa nyumbani kwao leseni Biharamulo kumleta Mwanza kuhudhuria kesi. Kwa hiyo hii nyumba salama inakuwa ni kama sehemu ya kwamba usubiri pale ambako ukipindi unasubiri haki yako iweze kutendeka. Lakini wanapokuwa hapa pia kitu cha tatu, pamoja sasa na mahitaji mengine muhimu ya kibinadamu kama chakula, mavazi, alale sehemu nzuri, apate yani huduma zote za kibinadamu, na hilo pia tunalifanya. Lakini lingine kuna msaada wa kimatibabu. Kuna wengine ambao tumewapata, mtaona binti ameokolewa, ameunguzwa, amechomwa moto, ana vidonda, anahitaji msaada, tumsaidie kwenda hospitali. Kwa hiyo tunaenda hospitali, na mara nyingine unakuta binti amelazwa hospitali, sisi ndo tutahudumia kuanzia chakula, tunaenda kumwangalia, tutapeleka chakula na kadhalika. Lakini ukiacha hivyo sasa, je, wanakaa wakiwa kipindi hicho wanasubiri kesi zao ziendelee, wanafanya nini? Kwa hiyo sasa tunaongea nao kulingana na kuna umri wa mtoto, lakini kuna ile best interest ya kwake yeye mwenyewe, anapenda nini. Kwa hiyo tunampa option kwamba hapa kuna kujifunza cherehani, kuna mafunzo ya upishi, kuna saluni, kuna muda fulani wangu tunatoa pia na mafunzo ya saluni, lakini pia kuna kazi za mikono, ungependelea nini. Na hivyo pia unakuwa unaangalia mazingira ya wanakotoka. Kwa sababu kama ni mtu ametoka kijijini, unaangalia je, hii kozi ukimpa itamsaidia atakaporudi kijijini, kwa sababu lengo sio wakae na sisi milele. Lengo ni kwamba baada ya muda kesi zao zimemalizika na tumewampa mafunzo, amekamilisha, basi aweze kurudi katika familia yake. Na muda mwingine unaangalia umri pia. Kwa hiyo tumekuwa skills zetu zimegawanyika katika namna mbalimbali. Moja, kuna ambao sasa wamerudi shule. Yaani unamkuta ni mtoto mdogo. Unaona sasa huyu ana miaka 10, 12. Hata ukimpa mafunzo ya cherehani, je, future yake ikoje? Kwa hiyo mkishaongea naye na yeye ukamwona kabisa mtoto ana interest na shule, tunaomba fursa za shule. Na tunashukuru shule mojawapo hapa ambayo ni shule ya serikali, shule ya Nyamagana Primary School, wamekuwa tuna makubaliano nao mazuri. Kwa hiyo hata kama mtoto yuko hapa naongelea kwa Mwanza, lakini hata Kasulu, Kigogo na Ngara pia vinafanyika hivyo hivyo. Tunatafuta shule iliyoko karibu. Kwa hiyo tunaenda kuongea na uongozi. Kwa hiyo kwa kipindi hicho ambako mtoto yuko hapo, basi aweze kurudi shule. Na anaporudishwa nyumbani tunaweza kufanya sasa zile transfer tu za rasmi na anaweza kurudi shule. Kwa hiyo kuna ambao wanarudi shule kwenye mfumo rasmi. Sasa kuna wale ambao tayari mfumo rasmi hauwatambui tena. Aidha alishamaliza au amedrop shule kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo mtu kama yule sasa ndo kuna hizi skills mbalimbali ikiwemo ushonaji wa cherehani, ikiwemo mafunzo ya saluni, labda upishi na kadhalika. Kwa hiyo hicho ndo tumekuwa tukiwapa kwamba hata wanaporudi nyumbani basi wasirudi wakiwa hivyo bila kuwepo na chochote, kwa sababu inaonekana ndo uzoefu wa wafanyakazi wa nyumbani kwamba anafanya kazi leo kwenye hii nyumba. Siku kibarua kikiharibika hana option nyingine, tokea ataenda tena kutafuta kazi sehemu nyingine. Ni kwa sababu hawana skills. Lakini kama ana ujuzi wake, labda anajua kusuka, anajua kushona, anajua kupika, ukimrudisha nyumbani au akienda kufanya kazi ataenda kufanya kwa malengo. Kwa baada ya miaka yangu 4, 3 nifanye kazi, then nikimaliza hapa nitaweza kujiajiri. Pamoja na kufanya kazi kwa ukaribu na serikali, Angela amefanikiwa kupata tuzo mbalimbali zikionyesha kazi zake kutambulika katika jamii. Huku shirika la Wote Sawa likifanikiwa kutoa ajira zaidi ya vijana 20. Naweza kujivunia nilivyoanza mpaka leo tumefika.
Tuna wafanyakazi, shirika limeajiri wafanyakazi takriban 22 ambao tumewapa mikataba, wanalipwa mishahara. Lakini pia na katika hao wako na taaluma mbalimbali ambao ni wahitimu wa vyuo vikuu. Lakini ukiacha hilo pia ni shirika kuweza kupanua wigo wake. Tulimeanzia Mwanza, lakini sasa hivi tuko mkoa wa Kigoma, lakini pia tuko mkoa wa Kagera. Na ukiacha hilo ni kwa namna gani ambavyo tumeweza kutambulika. Naweza kusema hivyo kwamba najivunia tumeweza kutambulika, kazi zetu zinatambulika angalau kwa sababu katika ofisi zetu tunapata wageni mbalimbali, tunapata wageni kutoka serikalini, tunapata wageni kutoka mashirika binafsi, tunafadhiliwa shughuli zetu kwa sababu kama tungekuwa labda hatufanyi vizuri, na maana kuanzia tumekuwepo mpaka leo labda tungekuwa tumeshatoweka. Lakini ile kuendelea kwamba kuaminiwa na baadhi ya wafadhili kuendelea kusapoti kazi zetu, nadhani ni kitu ambacho natakiwa kujivunia kwamba tunafanya vizuri. Lakini kingine, hatua nyingine kama nilivyosema, moja kwa moja, yani acha wale ambao ni indirect other beneficiaries, moja kwa moja ambao wamepita mikononi mwetu kupitia safe house ambazo tuko nazo, zaidi ya 1588 kupita kwenye mikono yetu, na tukaweza kuwapa ada kama msaada wa kisheria, msaada wa kisaikolojia, hizo skills mbalimbali. Nadhani pia ni kitu ambacho najivunia. Lakini kingine ni sustainability kwa maana ya kwamba tuna ndoto sasa ya kuweza kuwa na kituo chetu, nyumba yetu salama ambao tutakuwa tumeijenga kwa ajili ya kuweza kutoa msaada zaidi, kwa sababu kwa sasa hivi unakuta mara nyingi inakuwa ina to limit kwamba unaweza ukatoa labda kwa watu 10 au yani kuna muda kituo kinajaa kwa sababu kesi zinakuwa ni nyingi. Lakini kama miaka michache ijayo tayari tutakuwa na kituo chetu ambacho tutaweza kutoa huduma kwa upana zaidi. Kwa hiyo nashukuru Mungu katika utendaji wangu wa kazi, nimeweza kutambulika ndani na nje ya Tanzania na nimeweza kupata fursa mbalimbali. Kwa mfano mwaka 2015 nimewahi kupewa tuzo na aliyekuwa Malkia Elizabeth wa Uingereza, na mwaka 2024 pia niliweza kutambulika kama Malkia wa Nguvu na Clouds FM, lakini pia nimeweza kutambulika kama mwanamke kinara kanda ya Ziwa katika ngazi ya ustawi wa jamii. Moja ya jukumu la shirika hili ni kurejesha tabasamu kwa watoto waliowahi kufanyiwa ukatili kwa kuwapa huduma za malazi, ikiwa ni pamoja na msaada wa kisheria na kisaikolojia. Huyu ni binti wa mfano aliyewahi kufanyiwa ukatili na bosi wake wa kike huko wilayani Misungwi mkoani Mwanza kwa madai aliiba pesa kiasi cha shilingi 100,000. Mwajili wangu aliniunguza na moto kwa sababu alikuwa amepoteza hela. Bosi wangu alikuwa ameenda kazini asubuhi, akaniacha mimi nyumbani peke yangu. Nikapika chakula cha mchana. Aliniamsha asubuhi, akaniambia nimpikie chai, nikampikia akanywa, akamaliza akaenda kazini, akarudi muda saa 2. Nikawa nimemsubiria pale nje, akaja akafungua geti akaingia, nikampokea, akapeleka mizigo yake chumbani. Chumbani kwake sijui alikuwa ameshatandika, sijui alikuwa hajatandika. Akaniita akaniuliza nani kaingia chumbani kwangu. Nikasema hivi sijui. Mbona nimetandika kitanda changu nimekuta kimevurugwa? Nikamwambia mimi sijui. Akaniambia hivi, usiponiambia ukweli nitakuua. Akanipiga. Akamaliza, akanimwagia mafuta taa, akanichoma na kibiriti. Walikuwepo marafiki zake. Akanichoma moto, nikawaka, nikaungua, akamaliza akanizima mchanga na jirani zake. Kamaliza akaniambia niondoke niende nyumbani kwetu. Nikafika akanipeleka hospitali. Pia nimepona, pia nawashukuru sana wote sawa.